Vipi wapenzi watazamaji, karibu tena. Hapa ni Kenya Digital News na mimi ni Mas, na leo hii tupo hapa na Kiberenge ambayo tutakuwa tunazungumzia masuala ya mswada wa mwaka 2025 na mwaka 2026 ambao sasa hivi uko katika mitandao ya kijamii na hasa sasa hivi umeanza kuibua maswali chungu zima. Hebu tuzungumze naye, manake amefanya ukaguzi wake na akajua ni kipi hasa kinaongelewa kule ndani. Hebu tusikie wanasema vipi. Karibu sana. Naam, shukrani. Mimi kwa majina naitwa Robert Kiberenge. Naam. Na ninafurahi kuchangia huu mswada wa Finance Bill 2025-2026 ambao sasa hizi uko katika kiwango cha public participation. Yaani wananchi waweze kutoa maoni yao kuhusu huu mswada. Naam. Ambao ndio utaelekeza jinsi serikali itakavyofanya kazi kwa miezi 12 ambayo inakuja. Kwa hivyo nimepata fursa kidogo ya kupitia huu mswada na japo sijaweza kunakili kila kitu. No. But kuna mambo kadhaa ambayo nimeona ni mambo ya utata katika huu mswada ambao kama kweli wanataka public participation, ni vizuri tuweze kutoa maoni yetu kuhusu hayo mambo ambayo ni ya utata, ili kama itawezekana yaweze kurekebishwa. Na Kiberenge, ukiangazia mswada mwingine ambao ulikuwa umepitishwa lakini sababu ya maandamano ya kizazi cha Gen Z ukaweza kutolewa pale, ukiangazia ukifanya ule ukarabati wako kati ya Finance Bill ya 2024-2025 na sasa hivi, wafikiria kwamba kuna kitu chochote tofauti umefanyika pale ama bado mambo inazidi kuwa magumu zaidi? Mimi naona huu mswada ambao uko sahihi na ule ambao tuliandamana 2024-2025 hakuna tofauti. No. Ile kitu wamefanya tu ni kurekebisha lugha na kutoa ile kitu inaitwa figures. Unajua ule wa 2024 walikuwa wanataja figures moja kwa moja kwamba digital tutaongeza tax ya 15%, tutafanya hivi. Walikuwa wanataja figures, but katika huu mswada hawajataja figures. But ukiangalia hizo amendment ambazo zinaenda kufanywa bado ni za shida kama ile ya Finance Bill 2024-2025. Kwa hivyo ni lazima hii mambo iweze kurekebishwa ili mswada, kwa sababu huu mswada ukipitishwa jinsi ulivyo utaongeza gharama ya maisha, na tayari gharama ya maisha iko juu. Haistahili ongezwe kupita mahali imefika, inafaa irudi chini. Lakini huu mswada utaongeza gharama ya maisha kama utapita jinsi ulivyo. Kwa hivyo huyu ambaye ni chairman wa Finance Committee kwa National Assembly, Kimani Kuria, inafaa achukue maoni ya wananchi, ayachukue very seriously na aweze kurekebisha huu mswada ili uweze kuwa mswada ambao wananchi wamechangia na unawakilisha maoni ya wengi. Lakini kusema kwamba ile public participation nafikiri kwamba wakati mwingine pia ulifanyika na wananchi 80% pale waliweza kukatana na ule mswada wa fedha mwaka 2024 na 2025. Wafikiria kwamba public participation itafanya kazi kama wakati ule kufanya kazi? Public participation mwaka wa 2024 ilifanyika, wananchi wakatoa maoni ya kupinga huu mswada. Wananchi kutoka Kenya mzima walipinga huu mswada. No. Lakini wabunge ikawa kwamba wanachukua instructions kutoka kwa rais. Mbunge anajua kwamba watu wake wamepinga mswada, but anaenda kwa bunge kwa sababu amepokea simu kutoka juu kwamba aenda upige yes. Wakaenda kupiga yes. Na ndio kwa sababu watu waliandamana mpaka watu wakavamia bunge, kwa sababu wabunge walikaidi ama walienda kinyume na maoni ya wengi. Na wakafanya jinsi rais anavyotaka, hawakufanya jinsi wananchi wanataka. Na wabunge wamechaguliwa na watu, inafaa wawakilishe watu, hawafai kuwakilisha rais. Kwa sababu wabunge wetu walifika kwa bunge wakaanza kuwakilisha rais, wakaacha kazi yao ya kuwakilisha watu. Inafaa mbunge ufanye jinsi watu wanataka, sio ufanye kufurahisha rais. Kwa hivyo mimi naona public participation haina maana
kama hiyo maoni ambayo wananchi wanatoa haiwezi kupewa kipao mbele na iweze kurekebisha huu mswada. Public participation hapa Kenya imekuwa kitu inaitwa formality. Yani inafanywa tu kwa sababu ya picha. Ili yani they just do it to comply with the constitution as a formality, but hawafanyi kwa sababu ya kuchukua maoni ya wananchi ili huo mswada uwe umerekebishwa kulingana na maoni ya wananchi. Kwa hiyo public participation hapa Kenya haina maana yoyote. Kuna wakati ambapo waziri wa fedha ambaye ni Badi, kuna wakati alifika hapa katika ukumbi wa bunge la mwananchi, na ulikuwa hapo mstari wa mbele kumuuliza masuala ya mambo na finance bill. Ingawaje swali kama lile alikujibiwa vile ilivyotakikana. Labda wafikiria kwamba wakati huu watakiti chini na kuhakikisha kwamba finance bill ya mwaka huu utaweza kufanyika kwa njia inayofaa, njia ambayo mwananchi wa kawaida anahitaji. Manake iwapo kama tutaelekea pale tulielekea mwaka uliopita, basi kutakuwa na shida kuu. Nakumbuka wakati waziri wa fedha Bwana John Mbadi alikuja katika bunge la mwananchi na tukapata fursa ya kumuuliza maswali. Hata mimi niliuliza swali, watu wengi waliuliza maswali. But ilikuwa kwamba wale ambao wanauliza maswali ya utata, hayo maswali yasiweze kuangaziwa hata katika vyombo vya habari. Kwa sababu mimi nilimuuliza mbona katika mpango wake wa finance bill ile pesa ambayo inaenda kwa county inaonekana ikipunguzwa. Toke 10%, iende 9%, iende. So naona kwamba kile kitu ambacho tunafanya hapa Kenya ni kuzingatia sana maoni ya wakubwa na wale vile wakubwa wanataka, but hatuzingatii maoni ama maslahi ya watu wa chini. Watu ambao wako chini, wananchi, hatuzingatii maoni yao. Naam, tukiangazia sasa hivi kuna mmoja ambaye aliweza kutiwa baroni pale ambaye ni Mary, ambaye alikuwa amecreate ile website kule kwenye mitandao ya kijamii kuweza kupea Wakenya kipaumbele ya kupiga kura. Wapo wanapendekeza ama wanapitisha mswada wa fedha wa mwaka 2025 na mwaka 2025 pale. Lakini inaonekana kwamba ukiangazia pale Wakenya wengi walikuwa wamewakilisha matakwa yao pale, na wengi walikuwa wamekatana na mswada huu ambao sasa hivi uko karibu kuwakilishwa katika bunge letu la kitaifa. Wafikiria kwamba wakati ambapo Wakenya wao wenyewe wanajiexpress, yani wanatoa maoni yao kama ni kwa rais ama wale ambao watapitisha mswada ule, wafikiria kwamba wanafaa kamatwe ama wanafaa manake kama wanasema kwamba kuna ile public participation. Hiyo ni njia moja pia public participation. Kwa nini basi wakamatwe? Mimi nimeshangaa sana. Rais Ruto juzi aliomba msamaha pale Safari Park. Akasema alitumia neno missteps. Akasema kama kumekuwa na missteps ambazo yeye ametenda, anaomba msamaha. Na nafikiri hizo ni missteps ambazo alikuwa anasema ilikuwa mauaji ya kiholela ya watu ambao hawana makosa, na abductions, watu kutekwa nyara kiholela na vitu kama hizo. Hata kabla siku ziishe 2-3, Rose Njeri anashikwa. Mwanaharakati Rose Njeri anashikwa kwa sababu tu ametengeneza website ya kuwezesha watu kufanya ile kitu tunaita public participation kwa finance bill 2025. Na ile kitu Rose alifanya ni kitu ambayo bunge yetu ya kitaifa imefaili kufanya. Kwa sababu bunge ya kitaifa ndiyo inafaa ifanye hiyo kazi ya kupatia watu platform ya kufanya public participation. Kwa sababu watu ni wengi hii Kenya, tuko mamilioni, na watu wengi hawezi enda kupeleka memorandum pale bunge. Ni wachache tu wanaweza peleka memorandum. Lakini ili upate maoni ya wengi kutoka kila sehemu zote za Kenya, even from remote areas, lazima watengeneze platform. Ndio Rose Njeri akatengeneza platform, akaambia wananchi kama uko na maoni kuhusu hii finance bill, sasa platform ndio hii, nimetengeneza website, unaweza
unaweza kutuma email ya kutoa maoni yako, na ndio kwa sababu ameshikwa na amewekwa pale pangani. Tunaambiwa ati ako na makosa ya cyber crime kwa sababu ya kutaka kupatia wananchi fursa ya kutoa maoni, kwa sababu ya kutaka kutekeleza kifungu cha katiba article 10 and article 118 of our constitution. Article 10 na article 118 of our constitution zinahimiza public participation. Sasa Rose Njeri alikuwa anafanya hiyo, anasaidia hii bunge ambayo imeshindwa hiyo kazi, kupatia wananchi platform ya kujieleza kuhusu Finance Bill 2025. Na ile kitu imefanya tuone kwamba hii Finance Bill ni kitu mbaya, ni kwa sababu ya yeye kushikwa. Imefungua watu wengi macho. Watu hawakuwa sana na nia, watu hawakuwa wanafuatilia hii Finance Bill sana. But hii Rose Njeri kushikwa ndio imefanya watu wengi waanze kuuliza hii Finance Bill ambayo hawataki watu wajue ni nini iko ndani, iko namna gani. Ndio huyu msichana akashikwa, akatekwa nyara na amewekwa pale pangani mpaka kesho ndio apelekwe kotini. Kwa hivyo hii bunge ya kitaifa imefail. Hatuna bunge hii Kenya kabisa, hatuna bunge. Bunge ambayo tuko nayo ni ile bunge inaabudu rais, inaheshimu rais, inamia rais, haifanyi maslahi ya Wakenya watu wa chini. Kwa sababu hii bunge ndio ilifaa kufanya ile kazi ambayo Rose Njeri anafanya, na anashikwa kwa sababu ya kupea watu fursa ya public participation, na hakuna mbunge ameongea kutetea Rose Njeri, hata mmoja. Hakuna mbunge. Lakini ile kitu nasema ni kwamba lazima watu wapewe nafasi, na tunauliza wabunge, tunataka kuuliza wabunge, wasiporekebisha hii Finance Bill kulingana na maoni ya watu, wasiporekebisha, bado wembe ni ule ule, wataipitisha pale, na pia watu watatoka waenda kwa barabara na itaanguka. Itabidi rais aiangusha, asisign, asiweke sahihi, kwa sababu katika hiyo Finance Bill tuko na vitu ambazo sio mzuri. Kwa mfano, katika hiyo Finance Bill ya 2025 wanataka kuamend section 59 1B. Section 59 1B ni ile ambayo wanaenda kuamend ili KRA, Kenya Revenue Authority, wakuwe na fursa ama power ya kumonitor M-Pesa yako. Na hiyo inakiuka kifungu ya katiba article 31 ambayo inaongea kuhusu data privacy, kwamba kila mtu ako na haki ya privacy. Sasa tutakapopitisha, watakapo amend hii section 59 ya Finance Bill, wapatie KRA uwezo wa kumonitor M-Pesa yako, hiyo tayari wame-infringe on your data privacy, na hiyo ni kinyume ya katiba ya Kenya. Kitu yoyote ambayo inaenda na kinyume ya katiba ya Kenya lazima ipingwe, kwa sababu katiba ni supreme kushinda Finance Bill. Ukisoma tena katika hiyo Finance Bill, unaona wanataka kuamend section 2 and 5. Section 2 and 5, kuna bidhaa ambazo huwa zimelindwa, haziwezi pigwa ushuru. Ile ushuru tunaita excess duty. Bidhaa kama za farm inputs, bidhaa kama za kutengeneza madawa za magonjwa locally, na bidhaa zingine mingi huwa zimewekwa katika ile kitu tunaita zero rating bracket. Ziko zero rated, yani haziwezi pigwa ushuru. Sasa hao wanazitoa katika zero rating, wanaenda kwa amend waseme waziweke kwa category ya exempted. Exempted inamaanisha hii bidhaa inaweza pigwa ushuru anytime. Ikiwa zero rated iwezi pigwa ushuru, lakini ikiwa exempted inamaanisha waziri anaweza kuipiga ushuru at any time. So sisi tunapinga amendment ya section 2 and 5 ya kutoa hizi bidhaa kwa category ya zero rating na kuziweka kwa category ya exempted. Hiyo tunapinga. Ukisoma tena, uendelee kusoma hiyo, unaona kuna mahali
kuna section wana amend ya kuweka ushuru kwa digital lending. Digital lending. Kuna watu hapa Kenya, wananchi wengi wanaweza ku access small loans kwa mitandao. Mtu anaweza kopa 1,000 after 7 days alipe. Mtu anaweza kopa 5,000, mtu anaweza kopa 10,000. Sasa zinaenda kupigwa ushuru. Na zikishapigwa ushuru, sasa hao wenye hizi digital lending wataweza kuongeza ile kitu tunaita interest. Na wakishaongeza interest, hao wananchi wa maskini wa chini ambao wamekuwa wakichukua hizo loans watashindwa kuchukua. So hiyo kitu ambayo inaitwa financial inclusivity pia tunaimaliza. So sisi tunapinga kuweka tax, kupiga tax digital lending. Naam, Kiberengo umezungumzia masuala ya KRA na nakumbuka kwamba mwaka uliopita wananchi walikuwa wameinuka kwa joto sana kuweza kuuliza wale viongozi ambao wanasimamia pale katika ile ofisi, na wakisema kwamba wakitoa matakwa yao wakisema kwamba kuna baadhi ya watu wakubwa Kenya hawatozi kodi, lakini wale watu wa chini pia wanaangaziwa sana, wanakatwa kodi, hata wanabaki na kitu ambacho hakina maana kwao. Waoni kwamba wataendelea na maisha ama kuishi, hawana manufaa yote ya kuishi. Sasa hivi katika finance bill ambao sasa hivi tunaitegea kwa hamu na gamu pale, umesema kwamba KRA watakuwa na ile freedom ya kuaccess siri yote ambayo itakuwa inafanyika pale, kama na zile transactions zote watakuwa na uwezo wa kuweza kujua. Lakini pia ukiangazia upande mwingine, na tumai kwamba unatumia M-Pesa, watakuambia kwamba siku zote pin yako ni siri yako. Kwa hiyo ni kumaanisha bado wale ambao wameketi chini kuunda hii finance bill, ni kumaanisha kwamba hawafuate mwenendo wa kikatiba, ama katiba inasema vipi? Na mimi nashangaa sana kwa sababu huyu John Mbadi ambaye ni CS wa Treasury, akiwa katika mbunge katika upinzani, yeye ndiye alikuwa anapinga sana hizi vitu za ushuru mingi. Yeye ndiye alikuwa anapinga hizi vitu za KRA kwa access privacy. Sasa yeye ndio ako CS wa Treasury sahi, na sasa yeye ndiye anafanya zile vitu alikuwa anapinga. Na sasa yeye tunamuita expert. Na ndio ameenda kutengeneza mswada ya kugandamiza wa Kenya. Kwa hivyo kuna kampani mingi hapa Kenya, makampani kubwa kubwa, hata watu binafsi, ambazo ziko exempted kulipa ushuru. Kuna companies kubwa kubwa, na siwezi taja majina, but mimi najua companies kubwa ambazo ziko exempted, hazilipi mamilioni. Na ninajua kuna watu binafsi ambao wako exempted, hawalipi ushuru, watu matajiri, mabwenyenye. Lakini watu wa chini, mama mboga, ndio anasukumwa sana. Mtu wa chini ndio anasukumwa sana na tax. Yaani mtu wa chini ndio nafaa gharamia lifestyle ya watu matajiri. Hiyo design ya economy katika hii Kenya sisi tunaipinga. Kwamba mtu maskini ndio inafaa gharamia luxury life ya watu wakubwa, ya matajiri. Hiyo sisi tunaipinga. Inafaa kila mtu alipe ushuru Kenya hii, na ushuru inafaa ikuwe reasonable kwa kila mtu, isiyo ushuru ya kugandamiza. Kwa sababu ukiangalia saa hii watu vile wanapigwa ushuru, wale watu ambao wako na payslip, karibu nusu ya mshahara yao inaenda kwa taxes. Hawa watu wameangamizwa. Mpaka tunaua ile kitu inaitwa middle class. Na uchumi yoyote ulimwenguni, ukiangalia nchi kama Singapore, Malaysia, US, hizo nchi ambazo zimeendelea, hata kina France, uchumi yao imejengwa kwa sababu ya watu wanaitwa middle class. Middle class ikiwa strong, ndio uchumi inakuwa. Lakini hii Kenya yetu tunamaliza hata middle class tunaiua kabisa. So hao middle class badala ya wapande juu, wanarudi kwa level ya poverty. Wanarudi kujoin wale watu wako at the bottom of the pyramid. Na hiyo ndio inamaliza uchumi wetu. Na Kiberenge, nimeona kwamba unahitaji keshi iwapo utapewa nafasi ama utapata nafasi. Umesema kwamba utakuwa unawakilisha ule ujumbe wako kule bunge kuu la kitaifa. Wadhania kwamba labda ujumbe wako utatiliwa maanani?
Mimi nimepata vile nimesema, nimepata fursa ya kupitia hiyo finance bill mimi mwenyewe kibinafsi, ili nitakapotoa maoni yangu nitoe maoni from an informed position, sio kusikiza propaganda ama kusikiza watu wengine wakisema. Nilichukua jukumu niipitie mwenyewe kwa sababu sitaki propaganda. Na mimi mambo yale ambayo nimetaja ya utata ni mengi, siwezi taja yote sahi. Kuna mambo mengi ya utata mpaka unapata wanaleta tax nyingine inaitwa neonatal tax. Neonatal tax, yani zile bidhaa za watoto kama diapers nini zipigwe tax. So kuna mambo mengi ya utata ambayo yako katika hiyo nini. Na mimi mwenyewe nimetengeneza memorandum yangu ambayo nitaweza kuwakilisha kule kwa bunge kesho, na ikiwezekana niulize fursa ya kufanya oral submission ya kupinga huo mswada. Kupinga, sio kupinga mswada mzima, kupinga zile sehemu ambazo ni za utata, sehemu za kugandamiza watu zitolewe, zikuwa amended, ikuwe cleaned, ili iwe finance bill ambayo inajali maslahi ya watu wa chini, watu wanyonge, kwa sababu katika hii uchumi yetu watu wana struggle, people are struggling, people are suffering, people have lost jobs, watu wamepoteza biashara. So haifai saa hizi tutengeneze finance bill ya kuendelea kukanyaga watu zaidi. Kama hii ambayo imetengenezwa, hii ya John Mbadi, ni finance bill ya kukanyaga watu zaidi. Inafaa irekebishwe iwe finance bill ya kunusuru, yani ile tunaita relief, ya kupatia watu relief kidogo, kupumzika kutoka kwa high taxes and so on. Kwa hivyo mimi nitawakilisha memorandum yangu huko kesho, na nitaweza pia kuuliza fursa ya kufanya oral submission kwa hiyo finance committee ambayo inaongozwa na mbunge anaitwa Kimani Kuria ule wa Molo. Na labda matamshi yako ya mwisho kwa wabunge ambao sasa hivi macho yote yako pale, manake mswada huo ushatengenezwa tayari, utakuwa unawakilishwa kule bungeni, pia wafanye vile wanafaa kufanya kama wabunge. Na labda uko na maneno yapi ama maoni yapi ama unawaambia vipi wale wabunge ukiangazia kile ambacho kilifanyika mwaka uliopita pale? Mimi ningependa kuwaambia wabunge, wabunge walichaguliwa na wananchi. No. Na boss ya hawa wabunge, they are bosses, sio Ruto. Boss ya hawa wabunge ni watu ambao waliwachagua. They are answerable to the people who elected them, not to Ruto. Wabunge inafaa wafanye kulingana, mbunge aende kwa constituency yake, aulize watu, finance bill hii iko hivi na hivi na hivi, nyinyi mnasemaje kama raia? Asikie maoni ya watu. Mbunge waache kungoja simu itoke kule kwa Ruto ya kumwambia enda upige yes, nimekutumania milioni 1 upige yes. Hiyo mambo ndio hatutaki Kenya hii. Saa hizi tuko na bunge mbaya sana. Tuko na wabunge ambao wameweka tumbo zao mbele. Kwa mswada kama hii wanachukua fursa ya kupata pesa, ya kuhongwa, ndio waweza kupigia mswada kama huu upige, na wanapiga yes. Hata wengine hawajasoma, hawajui inasema nini, na ni wabunge. Na hajasoma hiyo finance bill, hajachukua time asome. Yeye ile kitu anasema ati Ruto amemsomea, atapiga yes. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme, na tunataka kutoa onyo kwa wabunge. Ile mambo ilifanyika 2024 msiturudisha hapo. Msiende kinyume na raia. Kama raia watasema hii mswada ni mbaya, hawaitaki, wabunge mfanye vile raia, muangushe. Na mwambie John Mbadi enda rekebisha, urudishe. Kama raia watasema hawataki, msijaribu kuenda kinyume na raia, msiharibu nchi yetu wabunge. Nyinyi ndio mnaharibu hii nchi. Na tamaa yenu na tumbo zenu, nyinyi ndio mnaharibu hii nchi. Muende kulingana na maslahi ya raia. Mupitishe mswada. Ukipitisha hiyo mswada, upitisha ukifikiria wale watu ambao walikupigia kura. Jali maslahi yao, usijali maslahi ya Ruto. Jali maslahi ya wale watu ambao walikupigia kura. Uweze kufikiria katika akili yako, nikipitisha hii mswada, watu ambao walinipigia kura wataweza kuafford kununua sukari, wataweza kuafford kununua unga, wataweza kuafford gharama ya maisha. Piga mswada ukiwa na hiyo kwa akili. Usipige mswada
ukifikiria kufurahisha Ruto, na tunatoa onyo kwa wabunge kwamba wembe ni ule ule. Kama mtaenda kinyume na raia watapinga na watakataa, na itabidi Ruto tena asisaini. Asante sana Kiberenge kwa kuzidi kuzungumza na sisi. Na mpenzi mtazamaji, utazidi kuzungumza na wananchi, watuambie labda wana maoni yapi kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025 na mwaka 2026 pale. Mimi ni Masi na hapa ni Kenya Digital News.